Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana, tuangazia yale ambayo yameweza kujiri katika taifa letu la Tanzania. Tuangazia kauli ya baba mzazi wa marehemu ambaye aliuawa kikatili imezungumzwa mtandaoni, lakini pia wadau wameweza kufunguka kwamba vijana achaneni na wake za watu. Sasa hili limekaa vipi? Basi ambatana na mimi mpaka tamati tuweze kufahamu kwa kina. Ni tukio la kusikitisha ambalo limeibua huzuni lakini pia maswali mengi katika jamii baada ya familia moja kuthibitisha kupoteza mtoto wao katika mazingira ya kutatanisha na ya kikatili. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, kijana mmoja ambaye anadaiwa kuuawa kinyama kwa kukatwa kutenganishwa mwili wake na kichwa, huku mwili ukitupwa katika mto Msimbazi, hali iliyosababisha mshtuko mkubwa sana kwa wakazi wa eneo husika. Baba mzazi wa kijana huyo ameeleza kwa masikitiko jinsi walivyopokea taarifa kutoka kwa jeshi la polisi wakiwaarifu kuhusu kupatikana kwa mwili wa kijana ambaye hajulikani. Baada ya taarifa hiyo, familia ilitakiwa kufika ili kutambua mwili huo, na ni katika hatua ndipo uchungu mkubwa ulipoanza kujitokeza, kwani walipofika walikuta mwili wa kijana aliyekuwa ameitenganishwa kichwa chake na kiwiliwili, hali ambayo ilifanya utambuzi kuwa mgumu kwa kutumia sura. Hata hivyo, licha ya hali hiyo kuwa ngumu, baba wa kijana huyo alieleza kuwa alifanikiwa kumtambua mtoto wake kupitia baadhi ya viashiria vya mwili, huku mama mzazi naye akithibitisha utambulisho huo kwa kutumia alama maalumu iliyokuwepo mkononi mwa mtoto wake. Alisema kuwa alama hiyo ilikuwa ni kitu alichokuwa kikifahamu kwa muda mrefu, hivyo basi ilimsaidia kuthibitisha bila shaka kuwa mwili huo ulikuwa wa mtoto wake. Kauli ya mama huyo imegusa hisia za watu wengi, hasa baada ya kueleza kuwa alipoona alama hiyo mkononi hakuhitaji ushahidi mwingine, kwani alijua moja kwa moja kuwa ni mwanaye. Tukio la mtazamaji limeacha majonzi makubwa kwa familia hiyo pamoja na jamii kwa ujumla, huku wengi wakilaani kitendo hicho cha kikatili na kuomba haki ichukue mkondo wake. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kuweza kubaini wahusika wa mauaji hayo na kuwachukulia hatua kali za kisheria. Aidha, wananchi wametakiwa pia kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola kwa kutoa taarifa zozote ambazo zitasaidia kufanikisha uchunguzi wa tukio hilo. Kwa upande wa jamii, tukio hili limeibua wito wa kuimarishwa kwa usalama na ulinzi wa raia pamoja na kuchukuliwa pia kwa hatua madhubuti dhidi ya uhalifu wa aina hii. Wengi wameeleza kuwa vitendo vya kikatili kama hivi vinapaswa kukomeshwa ili kulinda utu na haki za binadamu. Hivyo wapo wadau wengine pia ambao tumeona wamedai kuwa vijana hasa ambao ni wanachuo basi waweze kuepuka kutoka kimapenzi na wanawake za watu, kwa sababu pia hili huongeza hasira kwa wapenzi na kupelekea kutokea kwa matukio kama haya, japokuwa hili hatuna uhakika nalo kama limetokana na swala la wivu wa kimapenzi, kwa maana tayari lipo chini ya uangalizi wa jeshi la polisi. Kwa jumla, mtazamaji, tukio hili linaacha funzo kubwa kuhusu umuhimu wa usalama katika jamii na wajibu wa kila mmoja kushirikiana na mamlaka husika ili kuhakikisha matukio ya aina hii hayajirudii. Timu nzima ya Biomedia inatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa kuondokewa na mpendwa wao. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake na lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roho ya marehemu James na ipumzike kwa amani. Ni tamati, mtazamaji, wa taarifa hii. Kuna maoni yako moja kwa moja kupitia Biomedia, utaweza kuandika na tutaweza kuangazia kwa wakati mwingine.